Mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania, karibu katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Tumefika maeneo ya Majoe, lakini kubwa zaidi ambalo limetuleta maeneo haya, tumekuja kushiriki katika jambo la ndugu yetu anakwenda kwa jina la Kesi Juma. Hawa ni miongoni mwa marafiki zetu wa karibu sana, lakini ni miongoni mwa watu ambao kipindi hiko tunaanzisha wazo la kuja na swala la media. Ni miongoni mwa watu ambao tumekaa nao chini kuweza kuandaa mikakati rafiki. Tukasema leo hii media haina kikubwa cha kumlipa ndugu yetu, bali ni wajibu na sisi kushiriki katika jambo lake hili. Tumefika maeneo ya Majoe, lakini huko amekuja sasa kwa ajili ya kuja kumuoa mke wake anayekwenda kwa jina la Zainabu Mbaruku. Okay, Zainabu Mbaruku. Lakini siko peke yangu katika matangazo haya moja kwa moja, niko na pamoja na shehe wangu hapa anakwenda kwa jina la Sheikh Karim Mkali ambaye ndio nimeongozana naye katika tukio hili la Majoe. Huu ni usiku, nikiangalia saa yangu hapa nadhani ni saa 2 kasoro kama dakika 7 au 5, lakini tushafika tayari sehemu ya tukio ili tuweze kufanya sasa, Mwenyezi Mungu aweze kutia baraka zake katika jambo husika ambalo limetuleta mahali hapa. Bwana Karimu Mkali, una kipi hapa cha kuzungumza? Sasa tumekuja kwenye jambo la ndugu yetu Kesi Juma ambaye sasa amekuja kumfuata mwenza katika maeneo ya Majoe. Ukiwa kama ni mtu wako wa karibu, una kipi cha kuweza kuzungumza au kumshauri anapoenda kuanzisha sasa maisha yake mapya katika swala zima la ndoa? Mimi cha kwanza kabisa naanza kwa kumpongeza bwana Kesi. Okay. Maana kwa hatua hii aloifanya ni hatua kubwa sana. Okay. Endapo kama mimi binafsi sijafanya hatua hii, kama mwenzako kuna kafanya hatua kama hii, ni jambo la kumpongeza sana. Na imani atafanya vizuri katika ndoa yake, kwa sababu huyu ni kabla jamoa ni alianza kwanza kuishi naye. Okay. Zeni ndo akafuata taratibu kwa wazee, akamchukua moja kwa moja. Okay. Kwa hiyo na imani ndoa yao itakuwa nzuri na pia itadumu na itakuwa na baraka tele kabisa. Tumeshafika sehemu ya tukio, ngoja, lakini kabla sasa jambo lenyewe laweza kufanyika, nataka pia tumtafute hata mwenyeji, hata mama yetu, mama shughuli, angalau tuzungumze naye tu machache. Wakati huo sasa mashehe wanajiandaa kwenda kwenye ile jambo zima la kuweza kutia suna. Labda una kipi Karimu cha kumalizia sasa kabla tujamtafuta hata mwenyeji wetu ambaye ni mama shughuli? Tuzungumze naye hata mawili matatu tu kuelekea kwenye tukio hili. Je, anajisikiaje akiwa kama mzazi mzaa chema, na sisi kama wenyeji wake, wageni wake, tumeshafika kwenye mji wake ili tuweze kupiga naye story mbili tatu. Una kipi kingine cha kuzungumza bwana Karimu wakati unataka kufanya jitihada za kumtafuta mama mwenye mji aweze kutupokea, lakini pia tuzungumze naye machache? Ya kuzungumza ni mengi sana. Lakini kubwa narudia tena kusema kwamba tunampa hongera sana. Leo siku hii ya leo ni siku hazimu kwake, na ni siku ambayo itaandikwa katika historia yake, na pia wenyewe nakwambia kwamba utapofunga pingu za maisha kwa imani yake yeye ya Kiislamu kwamba umechukua nusu ya dini. Okay. Maana kama dini na 100%, basi umechukua kipande cha 50% kabisa. Okay. Na pia kuna baadhi ya malaika waheri pia wanakuwa wanakusimamia katika nyanda mbalimbali, hasa katika nyanda za utafutaji. Unakuta mtu unakaa msela. Okay. Kabla hujafunga pingu za maisha, unashangaa mambo yako hayakunyokei kwa sababu unakuwa na mtindo wa kubadilisha